Kwanza nianze kwa nini nakiona au nasema nini kuhusu bima. Kwa kweli huduma za kinywa na meno ni gharama. Kung'oa tu jino peke yake haitapungua 15,000. Kwa hali ilivyo na maisha yalivyo, kupata 15,000 inakuwa ni ngumu. Lakini mtu akiwa na bima yake, familia ya watu 6 kwa 1,500,000 zile huduma zake tu zinakuwa kule. Kwenye kuziba jino kwenye bima sasa hivi wanalipa temporary filling 42,600 kama sijakosea. Wakati permanent wanafanya shilingi 36,000. Angalia tu katika hali ya kawaida kwenye familia kuna watu 3 4 wana shida ya meno ya kuziba kwa upande wa temporary au permanent filling. Hiyo fedha mtu hawezi kuipata kwa wakati. Kwa hiyo wakati mwingine wanapofanya WDC huwa tunaondoka na MOI pamoja na mtaalamu wa bima kituo cha afya Magugu, mratibu, anasema wanaenda kupeleka ile elimu kwa raia, na tumeona muamko wa watu ambao wanakata zile bima. Kwa hiyo nataka niseme kwamba serikali imefikiria mbali, imeona mbali, tuwashukuru kwa hilo. Hawa raia ambaye ni baba zetu, mama zetu, babu zetu na bibi zetu, ndugu zetu wako kule mtaani, watapata ile huduma kwa tafsiri ya package ya bima ya NHIF. Na wagonjwa wataenda kuongezeka, hilo tunalifahamu. Kwa hiyo kuna haja ya sisi kujipanga kuweza kuhakikisha wakifika huduma zake wanazipata wote. Lakini kwa mfano mimi binafsi tu kwamba hata wa bima tulioko nao kwa sasa sikosi bima 23, 26 mpaka 28 kwa mwezi. Ninachokifanya kama mgonjwa ana procedure ya kufanya ambayo naweza nikaiplan na mshedo kwenye siku fulani, kama kwa mfano kama nafanya scaling au tunafanya hiyo filling, nampa appointment ya kuja kufanya ile kazi. Kwa hiyo ukiwa arrange vile, wao wenyewe wanakuwa comfortable na ratiba ya daktari. Kwa unafika unamhudumia. Uongozi wa kituo ukatupa nafasi ya kuongeza huduma mpaka siku ya Jumamosi ili hao wagonjwa wasifunge safari kwenda kufuata huduma Babati. Sio tu wa bima, hata wa keshi pia na wengine wa msamaha. Lakini naamini huduma itakavyoenda kutolewa vizuri kwa watu wa bima kama watu wa keshi wanavyopewa, itafika tu watu wote wataingia kwenye bima. Naamini hivyo watumishi tukiungana tukapambana kwa ajili ya kusukuma jahazi likaenda. Tukisimama kwenye ilani wote tunafika sehemu tutakatufika.